Hakuna overriding hapa kwamba mimi dini yangu ndio ita override Tanzania na tamko nikilitoa ndo hilo hilo, na hata wenyewe wanatofautiana. Mimi toka nimekaa matamko 8 yametolewa na teke 8, lakini ukenda chini wenyewe wanapingana, matamko yale hayafanyi kazi vizuri. Taasisi zetu za dini ambazo nazo kwa namna moja au mingine wamejiingiza kwenye mkumbo huu. Hapa unajua, unapokuwa kiongozi lazima ukubali wakati fulani kukosa umaarufu, lazima ukubali. Na kama kukosa umaarufu kipindi hiki kuelekea kampeni, kuelekea uchaguzi na baada ya uchaguzi, utaondoka tu, lakini uondoke, turekebishe, tuseme kweli. Taasisi zetu za dini, tunasema Tanzania haina dini, si ndio? Lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini, na tuna dini za madhehebu mbalimbali. Tuna dini kuu sijui 4 sijui 5. Tuna Wakristo, tuna Waislamu, tuna Mabaniani, tuna mamonki wale sijui Buddha na wengine ambazo ziko huko zinafanywa, lakini kubwa ni hizo 4 au 5. Na hizi 4 au 5 zina madhehebu mbalimbali. Kwa Waislamu kuna Sunni, kuna Ibadhi, kuna Bohora, kuna Subinani, kuna mambo mengi tupo. Lakini na Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao tofauti. Kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya kuoverride madhehebu mengine yote ya dini. Hakuna. Kwa wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina wenyewe ni sote. Hakuna mwenye certificate anaweza kusema Tanzania ni yangu na itaongozwa ninavyotaka mimi. Hakuna. Tuna sheria zetu, tuna katiba yetu. Tumeamua kwa democratic country tutaendesha demokrasia yetu kwa njia tulizokubaliana. Lakini viongozi wa dini, msijifishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna. Tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii. Hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini. Madhehebu ya dini na wafuasi wao. Ubora wa dini uko mioyoni kwetu. Wale wanaoamini ndio wanajua ubora wa dini yao. Hakuna overriding hapa kwamba mimi dini yangu ndio ita override Tanzania na tamko nikilitoa ndio hilo hilo, na hata wenyewe wanatofautiana. Mimi toka nimekaa matamko 8 yametolewa na teke 8, lakini ukenda chini wenyewe wanapingana, matamko yale hayafanyi kazi vizuri. Wenyewe wanapingana kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika. Kwa niseme kwamba Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya ushikamano, amani na utulivu ndio ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupaswi. Hata kama aliyepo juu ya serikali humtaki. Kuna muda, this is a democratic country. Huyu mtu ataendesha mpaka wakati huu, kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya 6 kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu. Kosa letu kueneza huduma bora, mashule mazuri mpaka kule vijiji, hilo kosa letu. Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu. Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama, ikalike na watu wafurahi, hilo ndo kosa letu. Kosa letu ni nini? Kama mtu hampendi anayeongoza, tustahamili tu. Mioyo yote imeumbwa na stahamili. Demokrasia ipo.
ataongoza, ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo awamu ya 6 wote walipendwa na kila mtu? Nchi ilivurugwa. Sasa kama humpendi Samia, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo, humpendi kwa dini yake, humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Katiba yetu, sheria zetu zipo. Nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria.